الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى واتبعوا سنة نبيكم واعلموا أن الفوز لمن اتقى، ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ndugu zangu, ninawahusieni pamoja nami kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah jalla jalaluhu, na huu ndio wasia uliokuwa bora kabisa kwa viumbe kuhusiana. Leo tupo katika mwezi 24 kwa 25 Hijiria Muharram mwaka 1448, miongoni mwa katika miezi mitukufu kabisa ambayo tunamalizikia masiku yake matukufu. Huenda ikawa leo ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu huu wa Muharram. Tunaendelea kuhimizana na kukumbushana tufanye wingi wa kuyafanya yale anayoyaridhia Mwenyezi Mungu ndani ya masiku haya machache yaliyobakia katika mwezi huu mtukufu, kwani malipo yake hayawi sawa na inavyokuwa malipo kwa mja katika miezi mingine anapofanya amali salihah wa amali suwa, naudhu billah. Tulifika katika tukio la hijra katika khutbatu sabiqa pale sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume alipokwenda kumwambia sahibi yake Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, as-suhbata ya Aba Bakr, as-suhbata ya Aba Bakr, tufuatane tuongozane. Sasa imeshakuja amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, twende zetu Madina. Wakaondoka mtume sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina Aba Bakr, wakafika mpaka katika sehemu panaitwa Ghar Thawri, pango hili ambalo walijificha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na Aba Bakr, na wakakaa pale kwa muda wa siku 3, mchana na usiku wake. Ndani ya siku 3 hizi alikuwa Sayyida Asma binti Abi Bakr na Abdullah ibn Abi Bakr, wao walikuwa wakileta chakula na maji kwa mtume na Sayyidina Abu Bakr katika siku hizi walizojificha, hali ya kuwa wakiwa wanatafutwa. Makuraishi walipoona wamemfuata mtume nyumbani kwake na wamemkosa, arsalu shubbanuhum bisuyufi waraa sallallahu alayhi wasallam, wakawatuma wale vijana wao mashababa katika askari wao wa Kikureishi nyuma ya mtume na panga, ikisha wakaeka na zawadi donge nono, asema atakayempata Muhammadi na akamrudisha hapa, basi atapata zawadi ya ngamia 100, awe hai au amekufa. Wakatoka baadhi ya mashababa na wakafuatana na watu wale wanaotizama nyayo za watu sehemu wakipita watu au wakipita mtu. Kuna watu walikuwa na utaalamu huo zamani, ukipita sehemu kiacha athari ya nyayo anakwambia hapa amepita fulani, ameelekea hivi. Bali wengine walikuwa zaidi ya hapo, akitizama unyayo anakwambia hapa kapita mnyama fulani, hapa kapita ng'ombe, hapa kapita sungura, hapa kapita mbuzi, hapa kapita ngamia jike au dume. Walikuwa wana firasa za namna hiyo zamani. Wakatoka na watu wale wakafuata zile nyayo, zikawapeleka moja kwa moja mpaka katika pango. Subhanallah, tizameni miujiza na maajabu ya Mwenyezi Mungu subhana alivyomuokoa mtume wake na Abu Bakar. Wamefika pangoni, sehemu ya kuingilia pangoni Allah akajalia pakawa pana nyumba ya buibui, alafu
akaja na njiwa akatengeneza kiota chake akataga pale kuna mayai ya njiwa, kiasi kwamba mtu akikwambia hapa amepita mtu huwezi kukubali. Wale watu wa Nyayo na askari wamefika pale, wanaangalia, wanaona kuna hali ile, wakawaambia wale, Muhammad yuko humu. Hii firasa yetu inatuambia Muhammad na mwenzake wapo humu. Wale wakaona nyinyi msitutanie, inawezekana vipi mtu apite hapa na hapa kuna buibui nyumba yake yamejenga na kiota cha ndege, hakuna sehemu nyingine ya kupitia isipokuwa hapa, alafu wapite wasivunje wasibomoe. Hilo mnalolisema ni kitu hakiwezekana. Abubakari wanazungumza, wale Makureishi wale makafiri anawasikia, mpaka akaingia hofu, akamwambia Rasulullah, lau nadhara ahaduhum ilaina la ra'ana, mmoja wao akiangalia achungulie tu hapa atatuona. Mtume alimwambia nini Abubakar? La tahzan inna Allaha ma'ana. Subhanallah, usihuzunike Abubakar, Mungu yupo pamoja na sisi. Na kweli alikuwa pamoja nao mpaka kujalia yule buibui na njiwa kufanya yale yote. Allah alikuwa anamlinda mtume wake asipatwe na wale watu waovu. Wakarudi wale hawakuamini. Siku 3 zikapita zile. Asubuhi yake siku ya 3 akaja yule dalili mahiri ambaye walimpa, tuliona katika sehemu iliyopita, mtu mmoja walimpa ngamia vipando vyao, ikisha akamwambia siku ya 3 njoo sehemu fulani kwa malipo tuletee. Akawaletea wale vipando vyao. Mtume wakachukua kipando chake na Abubakari wakaanza safari, wanaelekea zao Madina. Wakati wanatoka wakasikia kuna mtu anawaita. Yupo bwana mmoja alikuwa anawafuatilia kwa siri, kimya kimya. Lile dau lililotangazwa kubwa, kwa hiyo watu kuliacha hivi kirahisi rahisi, wengine iliwashinda. Akawa anawafuatilia, akawaona hawa wako humu, akawasubiri mpaka zikaisha zile siku 3. Kweli akaona wametoka, wanaanza safari ya kuondoka. Akachukua yule farasi wake, yule bwana alikuwa anaitwa Suraka ibn Malik, anawafuata yule farasi, akawa anagoma kumfuata Abubakar na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akapanda mara ya pili, anamuendesha, anamwamrisha awafuate, anagoma, anamwangusha chini. Suraka akangamua kwamba innahu mamnu'un la dhahir, yani huyu amezuiliwa nisimuendee yule, lazima hapa kuna mambo yanataka kutendeka. Kawaita anzuruni ukallimukum, nisikilizeni na kuzungumzisheni nyinyi. Kawaita Abubakar na Mtume, wallahi la u'idukum wala yatikum minni shay'an takrahuna, mimi nakuambieni, ninakuapieni, sitokutieni aibu wala hatona kwangu mimi kitu ambacho mtachukia nyinyi, yani sitowadhuru, nisikilizeni tu, nataka kukuzungumzisheni. Akawaambia qad ja'ala qaumuka fi sahibika mi'ata naqa. Akasimama Abubakar na Mtume. Saraka anamwambia watu wamejalia huko, wameweka dau 100 naqa li sahibi, ngamia 100 kwa ajili ya jamaa yako, atakayempata na akamrudisha. Wa kuntu uhibbu an usibaha, na mimi nilikuwa nataka nilipate hilo, lakini nimejua mimi huyu mtume hamna atakayeweza kumfikia kwa ubaya. Wala inshitu, akawaambia maneno haya, sasa mkitaka wasaitukum bizadi wal mata, nitakupeni muongezee katika matumizi na mahitaji mtakayohitajia katika safari. Abubakar alimwambia nini Suraka? Barakallahu fika wa fi malik, Mungu akubariki katika mali yako na wewe akubariki. Ikhfi anna in kunta tafa'al, basi tufichie sisi, wewe ushatuona na tunatafutwa huko, ficha usiende kutufichua. Sema afal, nitafanya, wala sitoenda kumwambia mtu yoyote kama ni mwao. Kisha akamwambia maneno haya, kaifa bika ya Suraka idha labista siwari Kisra. Amuuliza, unaonaje wewe Suraka, siku moja uje uvae zile nguo za Kisra za mfalme Kisra? Akashangaa Suraka, sahibu fars, mfalme wa Furs kule, nije nivae nguo zake mimi? Akamwambia naam, amarani an ukhbiraka, Mtume ameniambia nikupe habari hiyo. Qad ra'aka muqbil, amekuona wewe utakuja kuvaa. Na wallahi kweli alikuja kuvaa. Aliyekwenda kupiga vita vya Qadasiyya, kumpiga Kisra kule Fursi, alikuwa Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas
aliyeongoza jeshi hili ilikuwa Sayyidina Al-Qa'qa' ibn Amr ibn Malik at-Tamimi. Walikwenda wakampiga Kisra. Siku hii ilipita miaka 17